Ujambo mtazamaji na karibu tena kwa kipindi cha ushauri wa jamii. Jina langu ni Mwalimu Filipo na leo tunaongea juu ya kujijua au kujitambua wewe ni nani. Watu wengi hawajijui wao ni nani. Mwanasaikolojia mmoja anaitwa Tasha Eric alisema watu wengi huwa wanafikiria wanajijua, lakini uchunguzi unaonyesha 5% ama 10% peke yake ndio unaojijua. Sasa mimi nakuuliza wewe mtazamaji wangu, je, unajielewa? Tatizo kubwa ambalo limekuwa katika jamii nyingi ni kwa sababu watu hawajijui wao ni kina nani. Na usipojijua huwa unapata tatizo katika maamuzi yako ya kila siku. Utakula nini? Utaishi wapi? Utavaa nini? Utakuwa na marafiki wa jinsi gani? Utafanya kazi gani? Kama hujajijua, kama haujajielewa, huwa unapata tatizo katika uamuzi wako. Wengine wametatizika mpaka wamekuwa ndio kabisa hawafanyi uamuzi. Lakini haitakuwa wewe leo baada ya mazungumzo haya. Basi karibu tuandamane hadi tamati. Ukitaka kujijua, lazima ujitofautishe kati yako na maamuzi unayoyafanya. Kwa hivyo, hautambuliwi na kazi yako. Mtu akikuuliza wewe ni nani? Watu wengi wanasemaga mimi ni, kwa mfano, wanajitambulisha na ile kazi. Kama wewe ni fundi, unakuta mtu amesema mimi ni fundi, au mimi ni mwandishi, au mimi ni mwanahabari. Hiyo inakutambulisha kidogo sana, na inakutambulisha tu kwa watu. Kwa hivyo tunapoongea juu ya kujitambua, kujijua au kujielewa, tunaona kuna aina mbili ya kujijua ama kujitambulisha. Kuna vile watu wanavyokujua kwa nje, na kuna vile wewe unavyojijua kwa ndani. Sasa kwa nje, watu wamekuona wakakupatia majina, wakasema unavyokaa wewe ni fundi. Unavyokaa wewe ni mfanyikazi wa serikali. Unavyokaa wewe ni mkulima. Hata saa zingine wamekuita mshamba. Unavyokaa wewe ni mtu wa kazi fulani. Wanakutambua hivyo kwa macho yao. Lakini je, wewe unajitambua namna gani? Ukitaka kujijua, kuna mambo kadhaa ambayo unastahili kuyajua kuhusu wewe. Na ninaongea kuhusu kujijua, sio kulingana na vile watu wanavyokutambua, lakini kulingana na vile wewe mwenyewe ulivyo, asili yako kwa ndani. Mtu akikuuliza wewe ni nani, utaje jina lako, useme kwa mfano mimi ni John ama ni Joseph, au ni Kamau ama Ouma, ama Omari au Ali, au Mwekali, au Ole somebody. Hiyo ni jina yako, hiyo si wewe, hiyo ni jina lako.
Ukimwambia wewe unafanya kazi fulani, hiyo ni kazi yako. Lakini wewe ni nani? Ukisema wewe ni mke wa mtu, wewe ni mume wa mtu, huo ni uhusiano. Ukisema wewe ni mama fulani, huo ni uhusiano. Lakini je, wewe ni nani? Kwa hivyo lazima ujijue. Bila kujijua, ufanisi unakuwa mgumu sana, kwa sababu utakuwa unafanya maamuzi ambao si yako, hayatokani na unavyojijua, hayatokani na venye unajielewa, yanatokana tu na vile watu wanavyokuelewa. Tatizo kubwa zaidi ni kwamba utakuwa unafanya uamuzi sio kulingana na vile asili yako ilivyo, lakini utakuwa unafanya uamuzi ndio uwapendeze watu. Na hivyo ndivyo watu wengi wamekosa kufanikiwa katika maisha. Wewe unajitambua kwa njia mbalimbali. Na ili ujitambue, napenda nikwambie mambo kadhaa unayostahili kuyafikiria ndio yaweze kukutambulisha kwako wewe ni nani. Jambo la kwanza linaitwa values kwa Kiingereza. Values ni misingi au maadili. Maadili yako ni gani? Misingi yako ni gani? Kwa mfano, wewe ni mtu unapenda watu. Wewe ni mtu unapenda uhuru. Wewe ni mtu unapenda kulinda wakati. Wewe ni mtu ambaye unapenda heshima. Hayo yanaitwa maadili. Values. Lazima ufikirie maadili yako vipi na ni gani. Number 2, kuna kitu inaitwa aspirations. Aspirations kwa lugha lingine malengo. Malengo. Una malengo gani katika maisha yako? Unalenga kuwa nini katika maisha? Unalenga kufanya nini? Unalenga kuwa nini katika maisha? Unalenga kusoma mpaka wapi? Unalenga kuoa mtu wa jinsi gani? Unalenga kulea watoto wanaokaa vipi? Aspirations. Alafu kuna passions. Passion kwa lugha nyingine ya Kiswahili sanifu ni mapenzi ya dhati. Kuna ile jambo unapenda kufanya, lile jambo unapenda kufanya na unalipenda kwa moyo wa dhati, kwamba hilo hata ukauawa uko radhi kwa sababu umelipenda kwa ukweli. Nini hiyo unapenda kufanya sana? Moyo wako inasemaga hii ndio ile katika vitu vyote ninavyopenda, hii ni number 1. Inaitwa passion. Uko na passion kwa hiyo. Kwa hivyo siku haiishi kabla hujafanya lile jambo kwa sababu unalipenda. Pengine ni kusoma, pengine ni kuongea, pengine ni kuingiliana na watu. What is your passion? Pengine ni kufanya aina fulani ya kazi. Lazima ujiulize passion yako ni gani. Number 4. Je, unazielewa hisia zako? Unajua ni kwa nini wewe huwa unakasirika? Na je, unaielewa hiyo hisia ya hasira? Kwa nini saa zingine watu wakiongea ama ukiona kitu unacheka? Je, unaelewa hiyo hisia ya kucheka utoka wapi? Unajua ni kwa nini wewe ukipata habari fulani huwa unashtuka sana? Saa zingine unashtuka mpaka unalia. Kwa nini wewe hulia watu wengine hawalii? Kuna wengine ukipata habari hiyo ya kushtua unanyamaza, hutaki kuongea na mtu. Kuna mwingine akipata hiyo habari
na ameshtuka, ndio hata amekuwa kama mtu ambaye amepatwa na kiwewe kiasi. Je, unaelewa hiyo hisia? Katika kujijua wewe ni nani, pana haja ya kuelewa hisia yako huwa inafanya nini, inakufanya nani, inakutambulisha kama nani. Tuingie ndani. Mafikra yako. Mafikra yako, wewe huwa unafikiria nini? Wapo watu unampa habari lakini akili yake haiko na wewe. Ye mawazo yake yako mbali. Unamueleza habari za Kenya, anawaza Amerika. Unamueleza habari za nyumbani, anawaza habari za kazini kwake. Sasa kuangalia huku, lakini akili yake haipo na wewe katika kile unachokisema. Kuna wengine wanafanya kazi kabisa, ni kupika anapika, lakini mawazo yake hayako kwa ile chakula anayoipika. Mawazo yake yako mbali. Anafanya kazi, na hiyo kazi anayoifanya pengine ni ukulima, ama anatengeneza mashine, ama anaendesha gari, lakini akili haiko pale. Akili yake iko mbali sana. Unakuta mtu ameamua kuketi mahali, amenyamaza tu, lakini akili yake atembea huku na kule. Saa nyingine umeketi mahali tu, unaona mwanadada anapita, alafu unavutiwa. Unakuta umemwangalia kutoka mahali alipotokea mpaka mahali alipoelekea. Je, unajua ni kwa nini akili yako ukuongoza kufanya yale? Je, unajua ni kwa nini akili yako baada mtu ameongea, mkiongea ulikuwa na furaha, lakini mmemaliza kuongea, unayafikiria yale maneno alivyoongea na approach aliyoitumia kukufikia wewe, ukaanza kukasirika. Ukaanza kufikiria amekuchukua kama mtoto. Je, unafikiria ni kwa nini mawazo yako huwa yanakuongoza vile? Kwa nini ukiitwa mahali, ukipigiwa simu, huwa unaanza kufikiria ni jambo mbaya, ama unaanza kufikiria ni jambo lingine, ili hali ukifika unakuta ni jambo tofauti kabisa na lile ambalo ulikuwa unaitiwa? Lazima uelewe mafikira na mawazo yako huwa yanafanya kazi vipi. Jambo lingine ni kujua nguvu zako. Je, unazijua nguvu zako? Biblia inasema kama alivyo mtu ndivyo zilivyo nguvu zake. Wewe ni mwembamba na pengine unataka kazi za watu wale wenye nguvu, kuinua machuma, kufanya nini. Je, unaweza? Unazielewa nguvu zako? Ni nini unaweza fanya kwa hizo nguvu? Ni kitu gani hauwezi fanya? Lazima uelewe nguvu zako ziko namna gani. Na la mwisho katika hiyo point, lazima ujue unyonge wako. Watu wengi wanajua unyonge wao peke yake. Wanasema that is my weakness. Na hiyo wanaita weakness ni kitu kibaya sana, kinachowatambulisha vibaya. Kama unajua weakness yako, inafaa tuanze mahali tulianza, uyajue maadili yako, your values. Inafaa uzielewe vizuri. Inafaa ujue malengo, aspirations zako. Inakufaa ujue ni kitu gani unapenda sana, mapenzi ya dhati, inaitwa passion. Kile ambacho unajituma kufanya bila hata mtu mwingine
kukutuma kwa hicho. Inakufaa ujue hisia zako na uzielewe vizuri. Zinafanya kazi namna gani? Inakufaa wewe ujue mafikra yako au mawazo yako, uyaelewe vizuri huwa yanafanya kazi vipi. Na la mwisho ndio hiyo, ujue unyonge wako. Kijana mmoja anaitwa Joseph katika Biblia alijua unyonge wake. Kwa hivyo alipojikuta katika nyumba fulani, akaona mwanamke fulani anataka kumweka kwa majaribu, alijua hata keti pale aanze kuomba. Alifungua mlango, akatoroka kwa sababu alijua unyonge wako. Ukujua unyonge wako kutakuwezesha kufanya uamuzi wa sawa. Hiyo ni sehemu ya A ya kujijua. Sehemu ya B ya kujijua ni ujue ni kitu gani, kwa Kiingereza kinaitwa trigger. Ni kitu gani huwa kina kusisimua maadili yako ndio uweze kutimiza malengo yako, ndio uweze kutimiza mambo unayoyapenda, ndio uweze kuzielewa hisia zako, ndio uweze kuelewa mafikra yako. Ni kitu gani huwa kina kusukuma? What is your trigger? Ukilijua hilo utasaidika. Ni kuacha kuuliza kwa nini mimi niko hivi. Ukianza kuuliza kwa nini mimi niko hivi, jawabu utakalolipata, utapata jawabu la makosa, la kujihukumu kana kwamba wewe ni mzuri ama sio mzuri. Kwa hivyo badala ya kuuliza kwa nini mimi huwaza hivi, huhisi hivi, kwa nini mimi hupenda haya, badilisha swali. Weka swali la ni vipi mimi, au ni aje mimi. Chukua kalamu na mahali pa kuandikia, uandike hayo mambo yanayo kutafsiri ama yanayokueleza wewe. Unapoyaona kwa karatasi, ndio utaanza kujijua wewe ni mtu wa jinsi gani. Katika Biblia tuko na mfano wa mtu mmoja, sana sana wale wanamjua Yesu. Yesu alitaka kujitambulisha kwa wanafunzi wake. Akawauliza, watu hunitambua au hunieleza au hunijua mimi kama nani? Wanafunzi wake wakamwambia, watu husema wewe ni Yeremia, au wewe ni Yohana Mbatizaji, au wewe ni Elijah ama mmojawapo wa manabii. Hayo ni maelezo mazuri sana. Na hivyo ndivyo watu wengi wanakueleza. Wanakuona wasema wewe ni askari, wanakuona wanasema wewe ni mpishi, wanakuona wanasema wewe unafanya kazi na kompyuta, wanasema wewe ni mhandisi. Watu wanaweza sema wewe ni vitu vingi. Lakini je, wewe ni nani? Lazima ujijue. So Yesu akawauliza wanafunzi wake, na nyinyi huwa mwanitambua mimi kuwa ni nani? Mmoja wapo aliyezoea kunena sana, aliyekuwa mwepesi kwa kunena, anaitwa Petro. Petro akajibu kwa haraka akasema, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai ama aliye juu. Na Yesu akamwambia, umepata. Na ulivyopata, umepata ufunuo kwanza. Mungu mwenyewe amekupa ufunuo kwamba mimi ni nani. Kwa hivyo sio akili yako ya mwanadamu wa kawaida ambayo imekufunulia haya.
ila Baba yangu aliye mbinguni ndiye amekufunulia haya, kwamba mimi ni nani. Na kutoka hapo Yesu akamwezesha Petro kujua yeye ni nani. Akamwambia, na wewe Petro, wewe ni jiwe, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haitaweza kulishinda. Kwa hivyo njia mwafaka kabisa ya kujijua wewe ni nani, kwanza ni kumjua Yesu. Kwa sababu Yesu katika maisha ya mtu huwa ni kama kioo. Unapomjua unajijua. Unapomuona unajiona. Hebu nikueleze maana ya neno hilo. Petro siku moja alikuwa ameenda kuvua. Walikuwa na wanafunzi wengine, lakini wakati huo walikuwa hawajawahi mjua Yesu. Wamejaribu kuvua usiku kucha. Wao ni wavuvi, wanajitambua kama wavuvi. Wanatambuliwa na watu kama wavuvi. Lakini siku hiyo wamevua usiku kucha na hawakupata kitu. Yesu anapita pale asubuhi. Anawauliza maneno imekuwa namna gani. Kuna hadithi mbili zinazoeleza kuhusu hicho kisa. Hadithi ya kwanza ni pale Yesu ameomba boat ya Petro. Amemwambia, nipatie hii boat nikalie niweze kuongea na watu, kwa sababu hapa naona watu wanazidi kuwa wengi. Petro akampatia. Akakalia ile boat, watu wako kwenye ufuo wa ile bahari ya Galilaya, na Yesu naye ako pale anaketi juu ya ile boat ama juu ya ule mtumbwi anawahudumia. Alipomaliza, hatuoni kama amefanya muujiza wowote. Akamwambia Petro, chukua boti yako sasa, isongeshe kule ndani ya maji ukavue. Petro akachukua boti akaenda akavua. Kabla ya kuchukua boti alimwambia Yesu, sasa ni mchana, sisi huvua usiku, na tumekesha kuvua na hatukupata kitu. Kwa hivyo sasa aje? Yesu akamwambia, wewe enda uvue. Petro akasema, basi kwa neno lako nitafanya. Akaenda akarusha jarife lake ama ile neti yake ya kuvua. Akawavua samaki wengi sana mpaka chombo kikaanza kuzama. Alipowatoa, na ni masaa ya mchana, akawatoa kwenye ufuo. Hapo ndipo alikuja akaanguka mbele za Yesu. Akamwambia Yesu, ondoka mbele yangu, kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Yaani alipokutana na Yesu ndipo alijijua kwamba yeye ni mwenye dhambi. Watu wengi hawaoni makosa yao, hawazioni dhambi zao, lakini ukikutana na Yesu utaweza kuona ni wapi unakosea na dhambi yako ni gani. Zaidi ya hivyo, utaweza kujijua wewe ni nani. Yesu akamwambia, sikiza Petro, samaki wamekuwa wengi ndiyo, lakini kuna jambo zaidi ya hii. Mimi nataka uachane na maneno ya uvuvi, unifuate, na mimi nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Pendwa mtazamaji wangu, Yesu ndiye hufanya watu kuwa kitu.
Lile jukumu unalolifanya saa hii laweza kuwa lilitokana na moyo wako juu unalipenda kwa moyo wa dhati. Inawezekana ulienda shule ukasomea, lakini moyo wako hutaka kitu kingine. Ila umejikuta kwa sababu hukupata hicho moyo wako ulichokipenda, wafanya kazi tofauti. Hivi waifanya ni kwa sababu mahitaji ni mengi, unatafuta hela, lakini moyo wako hauko pale. Kuna watu wa jinsi hiyo. Lakini napenda nikwambie hivi, ukikutana na Yesu atakutambulisha kwa hakika wewe ni nani. Siku zote Petro anavua pale, watu walimdhania mvuvi, lakini pale amekutana na Yesu ndio Yesu akamtambulisha Petro mvuvi wa watu. Na pale amekutana na Yesu ndio maisha yake yamebadilika kabisa. Hakuna kitu cha ajabu kama kukutana na Yesu katika maisha yako. Hiyo ndio ubadilisha mtu kabisa. Ukaacha kuwa kile watu walikujua. Pengine watu walikujua vibaya. Walikuelewa kama mlevi, walikuelewa kama mpiga watu. Inawezekana walikujua kama mtu wa hasira, pengine walikujua kama muuaji, walikujua kama mwizi. Ukikutana na Yesu, Yesu hukutambulisha wewe ni nani. Maisha yale ya kale yakabadilika. Ukajua kwamba ulichokuwa unakifanya ni makosa na kuna kile cha sawa ambacho Yesu huwa anapatia mtu na atakupatia mtazamaji wangu. Kwa hivyo kuna watu wako kwa kazi ambazo si zao. Na ni pale unapokutana na Yesu utaweza kujijua wewe ni mtu wa jinsi gani, na utaweza kuwajua watu. Huyu ni nani, yule ni nani, ule mwingine ni nani. Kwa sababu Yesu huwezesha watu kujitambua na kuwatambua watu wengine. Kwa hivyo ufanisi huanza pale unapojijua wewe ni nani. Lakini ndio ujijue, una haja ukutane na Bwana Yesu. Na kama ninavyopenda kusema mara nyingi, watu wengi hawajawahi kutana na Yesu. Wengi walikutana na dini, wengine wakakutana na cheo cha kanisa, wengine wakakutana na jina la kanisa, wengine wakakutana na mavazi ya kanisa, wengine wakakutana na watu wa kanisa, lakini hawajawahi kutana na Yesu. Pendwa mtazamaji wangu, ninakuomba ukutane na Yesu leo. Kukutana na Yesu ndio kutabadilisha maisha yako. Utakuwa muuzaji tofauti, utakuwa mwanahabari tofauti, utakuwa mwanasheria tofauti, utakuwa askari tofauti, utakuwa msimamizi na mtawala tofauti, utakuwa mzazi tofauti, utakuwa mtoto tofauti ukikutana na Yesu. Hakuna kitu cha muhimu kama kukutana na Yesu. Mtume Paulo miaka yote alikuwa amekutana na walimu, alikuwa amekutana na washauri, alikuwa amepewa kazi nzuri ya serikali, alikuwa mkubwa wa polisi, aliweza kushika watu na kuwafunga na kuwaweka ndani, alikuwa mwanasheria, alikuwa amesoma sana, alikuwa na marafiki wakuu, alikuwa na dini yake kubwa iliyomheshimu, lakini hakuwa amekutana na Yesu. Mambo aliyokuwa anayafanya yote yalibadilika alipokutana na Yesu. Na hapo ndipo akalijua kusudi lake katika maisha. Leo hii nimekuja kwako nikwambie, kutana na Yesu. Hapo ndipo utajijua, kwa sababu Yesu ni kioo cha maisha. Kutana naye na maisha yako yatakuwa tofauti. Na kung'ang'ana kwako kutaisha. Tunamwona Petro alipokutana na Yesu, kung'ang'ana kwake kumeisha. Siku moja Petro hana pesa, na siku hiyo anainua kiwete, anamwambia, mimi sina dhahabu
na sina fedha, lakini kile nakupa, nilicho nacho nakupa. Akampatia nguvu. Yule kiwete akasimama. Watu maelfu, watu 5,000 wakamjia Petro. Maisha yako yatabadilika unapokutana na Yesu. Basi kama ungependa kukutana na Yesu, sio ngumu. Wengine wetu tulikuwa kama wewe. Jambo la kwanza ambalo Yesu hufanya akiingia katika maisha ya mtu, anakupatia amani katika moyo. Na katika moyo huo anaweka utulivu. Anakupatia msamaha wa dhambi na anakupatia sasa kubadilika. Maandiko matakatifu yanasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hivyo wapo watoto wa Mungu kwa hii dunia wanaojielewa. Ukikutana naye utafanyika mtoto wa Mungu. Na ni kwa kuamini tu ndio wale waliaminio jina lake. Ukiamini jina la Yesu, umwamini, umfanye Bwana na Mwokozi wako, stori yako inabadilika kutoka leo. Mungu akubariki sana, na achia hapo, lakini nilichokupa kitakusaidia maisha yako yote. Basi kumbuka kulike, kumbuka kushare, kumbuka kusubscribe, ili uwe wa kwanza kupokea video zetu tunapozitoa, na zaidi sana ukashiriki hii baraka ulioipata na mtu mwingine. Hadi kipindi kingine kijacho, ni mimi wako Mwalimu Filipo, mwalimu na mshauri wa jamii. Mungu akubariki sana, na yote yanawezekana.